Mtazamaji, tuelekee Kasipul, ni kaunti ya Homa Bay, na wakazi pale Kasipul wamehakikishiwa usalama wao na tume inayosimamia uchaguzi humu nchini watakapoelekea debeni kumchagua mbunge wao mpya. Hii ni baada ya kifo cha aliyekuwa mbunge wa Kasipul Ngondo Were mapema mwaka huu kwa njia ya kupigwa risasi. Alifariki kwa njia ya kupigwa risasi, ambapo zaidi ya wapiga kura 67 wanatarajiwa kushiriki zoezi hilo. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen pia alidokeza kwamba idadi kubwa ya walinda usalama wameletwa kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa kwa wapiga kura. Ni taarifa yake mwanahabari wetu Bernard Ojwang ambaye yuko pale Kasipul. Bila shaka tunaungana naye moja kwa moja kutoka Kasipul. Bernard Ojwang, hujambo na karibu kwenye taarifa za NTV jioni. Na tabasamu, nadhani kwamba tabasamu hili ni ishara kwamba mambo ya shwari Kasipul. Hebu tupe taswira kamili jinsi mambo alivyo na matayarisho kwa ajili ya uchaguzi mdogo wa siku ya kesho. Naam, asante sana. Vile ulivyosema, tuko hapa katika shule ya upili ya Gorosale ambapo shughuli za kujumuisha kura zote katika uchaguzi huu mdogo wa Kasipul zitafanyika. Kumbuka kwamba mwendo wa saa 10 hivi tuliweza kuona walinda usalama vile vile maafisa watakaosimamia uchaguzi huu wakianza shughuli za kusafirisha vifaa vya kupiga kura katika vituo mbalimbali. Kumbuka kwamba eneo bunge hili lina vituo 142 na zaidi ya wapigaji kura 67,000 wataweza kujitokeza hapo kesho na kushiriki katika zoezi hili. Na hapo awali katikati mwa mji wa Yugis tuliweza kutembea, shughuli za biashara zilikuwa zikiendelea huku wakazi wakisubiri kwa hamu na gamu kushiriki zoezi hili hapo kesho. Na wakazi pia wameweza kuhakikishiwa usalama wao. Hii akihutubia waandishi wa habari hii leo katika eneo la Kosele, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC aliweza kusema kwamba wakazi wajitokeze na kushiriki zoezi hili, kwani usalama wao utaangaliwa kamilifu. Na vile vile waziri wa usalama Kipchumba Murkomen aliweza kuwaonya viongozi na sana sana wanasiasa na wale ambao wanagombea katika kiti hiki ili wasitumie vibaya vijana kuleta vurugu wakati wa zoezi hili. Hebu sikiza vile walivyokuwa wakizungumza. The remaining few hours will be very important for us to continue maintaining that peace and to allow us to complete the final preparations so that then tomorrow we have the first voters arrive at the polling stations when we open as early as possible, the usual time. And we expect the polling process to continue peacefully until evening when we close the polling exercise. And then we move to the next phase, which is to count the votes and to give the people of Kasipul the results that they deserve. Nam, ni hivyo vile alivyokuwa akizungumza katika eneo la Kosel. Nakumbuka kwamba vituo vya kupiga kura vitaweza kufunguliwa hivi kesho mwendo wa saa 12 asubuhi, na kumbuka kwamba bado tumekita kambi hapa. Tutakuletea habari hizi moja kwa moja mwendo wa saa 3. Mwenzangu Ben Kitili ataungana nanyi na kuleta habari hizi kamili kutoka eneo bunge la Kasipul. Asante sana Bernard Ojwang kutoka Kasipul. Yuko katika kituo kikuu ambako kura zitakuwa zinajumuishwa kesho baada ya upigaji kura kukamilika. Ni kuanzia mwendo saa 12 baada ya kupiga kura. Saa 12 jioni, alafu matokeo huenda yakawa hata ni mkesha wa kuamkia bila shaka Ijumaa, lakini ni subra hapa. Sisi letu ni kumpasha kikamilifu mtazamaji wetu. Naam, sasa tuelekee wapi pale?